Siku sio nyingi nimenunua hii wanaita air cooler ambayo ni ya kutoa baridi katika chumba. So nikainunua na pesa nyingi kidogo, ila ubaridi wake ukawa naona kama vile upo, ila kama vile mdogo. So leo nikaamua nitafute kifaa ambacho ninaweza kupima baridi ambalo linatoka kwenye hii feni. Hivyo basi, kwa vile sina pesa ya kwenda kununua thermometer kabisa ya kupima, nikasema kwa vile nina vifaa hapa vya umeme, kwa nini nisijaribu kutengeneza kifaa changu mwenyewe cha kupima joto ambalo linatoka. Kwa hiyo nitakuonyesha namna ambavyo nitatengeneza hiki kifaa cha kupima baridi, kisha tutapima tuone feni yetu inatoa baridi kiasi gani. Mwisho kabisa tutalinganisha chumba kikiwa na ubaridi wa kawaida na ubaridi ambao unatoka kwenye hii feni. So hapa ni kuizima, hapa ni kuweka ipulize kidogo, hapa ni kuweka ipulize kwa saizi ya kati, na hapa ni kuweka ipulize sana, na hapa kama unataka hewa hiyo inatoka huku inaenda huku inapuliza, kwa hiyo inakuwa inaenda pande zote. Hii ndio ya kuasha ubaridi uwe unatoka, ambao ndio huo ubaridi ambao tunataka tuupime. So vifaa ambavyo nimeona ya kwamba tutahitaji kupitia kusearch mtandaoni, kifaa cha kwanza ni hiki kinaitwa Arduino, nitakielezea kazi yake, na kifaa cha pili ni hiki ambacho kinaitwa temperature sensor. Temperature sensor kazi yake ni kupima joto na kutuma hiyo taarifa kwenye hii Arduino, ambayo hii Arduino kazi yake itakuwa kupiga baadhi ya hesabu, alafu itupe jibu ambalo litakuwa linatuambia hiki kimepata kimesense kuna joto la kiasi gani. So baada ya hapa nikaingia kwenye Copilot, nikaiambia iniandikie Arduino code ambayo itaweza kumeasure temperature kutumia ile sensor yetu, na hizi ndio code ambazo nimeandikiwa. Kwa hiyo nazikopi hapa kisha nazihamishia hapa kwenye laptop yangu. Kwa hiyo code hizi zipo tayari. Kilichobakia ni kuchukua waya zangu, kuunganisha hii kwenye huu mtambo, kisha niweke hii program iliyoandikwa hapo, niingize huu kwenye hii Arduino yangu kisha niende kutest kwenye feni yetu tuone kama itaweza kufanya kazi. So hii itakuwa positive inayoingiza umeme, hii itakuwa negative. Alafu hii mnayoiona inatoka katikati itakuwa ni waya yetu ambayo inatuma sasa signal kutoka kwenye temperature sensor kwenda kwenye Arduino yetu kama mchoro huu unavyoonyesha. Kinachofuata ni kuconnect hii Arduino kwenye kompyuta yetu na kuingiza program ambayo tumeshaiandika kwenye Arduino. So tumemaliza kuconnect temperature sensor yetu, na sasa kwenye screen tunaweza tukaona temperature ambayo inasoma kila baada ya sekunde kadhaa inasoma temperature. Kwa hiyo tunaweza tukaona sasa hivi ni degrees au nyuzi 22, 23. Kwa hiyo inacheza kwenye nyuzi 22 na 23. Hiyo ndio temperature ya haya mazingira yetu. Nataka niongeze hiki kifaa, hizi nyuzi joto ambazo tunaziona hapa kwenye screen tuzione moja kwa moja kwenye hiki kifaa chetu bila kuhitaji screen ya laptop. So shida ambayo inapitia kwa sasa ni kwamba bado sijajua kutumia hiki kifaa vizuri, kwa hiyo Google atatusaidia. Kwa hiyo ninachokifanya hapa, nakuja na scan, alafu Google atatueleza ni kifaa gani hiki. Kwa hiyo nitaweza kusoma hapa. So kisha tunaingia Google, tuna search how to connect a 4-digit 7-segment display. So 12, 9 and 8 are done, and the last one is pin number 6. So all my digit pins are here. Resistance. Now let me gather all my digit pins. So the next digit pin that I need to gather is pin number 8. I will do them one by one. Okay guys, so nimemaliza kuchomeka display yetu ambayo itakuwa inatuonyesha hizi namba.
alafu kama unavyoona imefuata mchoro kwenye screen vile vile jinsi ulivyo. Kwa hiyo kwa sasa tumeconnect hii kwanza kuitest tu yenyewe kama itafanya kazi. Ili tujue kama imefanya kazi, inabidi ionyeshe 1 0 hadi 9. Kwa hiyo tu connect kwenye PC yetu. Okay. Haijakubali. Inaonekana kuna shida kwenye waya, kwa hiyo inabidi nikae hapa sasa niangalie shida itakuwa ipo sehemu gani. Yes. So sasa naweza nikatengeneza temperature yangu iwe inaandikwa hapa. Na usiku ushaanza kuingia. So hatimaye nimemaliza, na hapa kilichobakia ni kujaribu kuconnect kwenye PC yangu kuona kama project itafanya kazi. So nimeweza kuunganisha moja kwa moja hii display yangu na hii sensor yangu ya kupima joto au kiasi cha joto kwenye chumba. So tuchomeke tuone kama itafanya kazi. Wow. So kama mnavyoona project imekubali, na hii ndio joto ambalo lipo sasa hivi kwenye chumba hiki au mazingira haya. So project imeisha, na ili iwe ina umeme nikai connect na betri langu la volt 9. Kwa hiyo twende sasa tukaipime hapa kwenye mashine yetu. So kwa kuwa sijaitengenezea cover nzuri, nimeweka hii tu iwe kama ya kubebea. Kwa hiyo hapa naileta tuone itasoma nyuzi joto ngapi, ili tujue kama leo tumepigwa kwenye kununua hii au la. So kama mnavyoona hapa, sijaiwasha bado feni yangu. Tuone je, itashusha joto zaidi ya hapo. Kwa hiyo tunaiwasha kwa kupuliza kidogo. Na kwa sasa siwashi hiki ambacho ndio kinapitisha baridi. Kwa hiyo naiwasha tu feni yenyewe kama yenyewe, tuone itasoma ngapi. Kwa hiyo moja kwa moja baada ya kuiwasha, tunaona temperature inakuwa inashuka hadi 20 kama hapo unavyoweza kuona. Temperature bado inacheza cheza kidogo, ila tunaona kabisa kwamba inashuka hadi 20, 21. Na hapo ni kabla hata sijawasha hiki ambacho ndio kula yenyewe ama kifaa cha ama kibonyezeo cha kuweka sasa lile baridi. Sasa nakiwasha na hiki cha kuweka baridi, alafu tuone joto litashuka kiasi gani. So unaweza kuona inashuka hadi nyuzi joto 15. Japo bado inacheza cheza kidogo mita yetu, ila unaona kabisa ya kwamba kuna kuongezeka baridi kwa sababu nyuzi joto zinazidi kushuka. Na jua ya kwamba maji kawaida yanaganda katika nyuzi joto 0 na yanachemka katika nyuzi joto 100. Kwa hiyo hapa kwa mfano tumeona hapo imeshuka hadi 17. Inamaanisha ya kwamba tumeweza kushusha joto kwa kama nyuzi 10, ambazo sio nyingi kwa kweli, ila kwa kiasi chake ni kaubaridi fulani kwa mbali ambapo kanaweza kakabadilisha hali ya hewa ya, sidhani kama inaweza kubadilisha hali ya hewa ya chumba chako, ila ukikaa karibu nayo au kaweka mkono unaanza kulisikia hilo baridi kwa mbali. So ili kuonyesha kiasi gani cha upepo kinatolewa hapa, nitaweka karatasi. Kwa hiyo unaweza ukaona sio kiasi kikubwa sana cha upepo, ila kuna upepo ambao unatoka. Kwa hiyo tunaona ya kwamba imeshusha, bado ni vile vile. Kwa hiyo inacheza kwenye 17, na ikishuka sana basi ni 15. Kwa hiyo moja kwa moja tumeweza kuprove ya kwamba kweli hii inapunguza joto kwa kiasi fulani, ila sio kiasi kikubwa kivile kama vile inavyoweza kupunguza AC. Ni kiasi kidogo tu cha kawaida
ambacho kinaweza kukusaidia kupunguza joto kwenye chumba chako kwa kiasi fulani. Asante kwa kuangalia hii video. Tukutane tena katika video nyingine ya technology. Asante.